Karibu. Karibu. Mimi kazi yangu na wizara yangu ni kusaidia Mheshimiwa Rais Ruto kutimiza ahadi zake kwa wananchi wa Kenya. Kila pembe ya nchi. Kila pembe ya nchi. Na katika mpango ya maendeleo ya Mheshimiwa Rais Ruto na serikali yake kuu, kila eneo imejumishwa. Kila sehemu, kila county, kila sub county. Hakuna sehemu hata moja ya nchi hii ambayo imebaguliwa hata kidogo. Na nyinyi wananchi wa Mchongoe, wananchi wa Baringo Kusini ni wa Kenya kamili. Ni wana Kenya kamili. Na kwa hivyo nyinyi vile vile mpango yenu ya maendeleo iko katika mpango ya Mheshimiwa Rais Ruto. Hasa mambo ya nguvu ya umeme au stima. Hii eneo kwa muda mrefu sana imekosa stima. Na imekuwa kwa giza. Si ndio? Na sasa sisi kama serikali kuu tukiongozwa na Mheshimiwa Rais tumeamua ya kwamba sasa giza lazima ishe. Sasa lazima tumalize giza kabisa. Ndio shetani pia aende mbali. Kama mjuavyo shetani anapenda giza, si ndio? Sasa Mheshimiwa Rais Ruto ameamua ya kwamba katika awamu yake ya kwanza huu lazima fukuze shetani kwa kuleteni nyinyi stima kila mahali. Ni mpango ya Mheshimiwa Rais ya kwamba ikifika mwaka 2027 every village, kila kijiji kwa uwezo Mwenyezi Mungu itakuwa na stima. Na ikiwezekana zaidi kila boma na kila nyumba. Mwaka wa fedha uliopita Mheshimiwa Rais na serikali yake kuu waliweka pesa taslimu kwa bajeti kwa hii kaunti ya Baringo karibu shilingi 1.4 billion kwa mpango ya kuunganisha nguvu ya umeme au stima katika hii kaunti. Na hiyo pesa ni pesa kutoka kwa serikali ya Kenya na financing vile vile kutoka kwa African Development Bank, ambayo itawezesha manyumba karibu 15,000 kuunganishwa. Na constituency ya Baringo Kusini ikapewa karibu shilingi milioni 240. Na isitoshe hata mwaka huu wa fedha vile vile kupitia usaidizi wa huyu Mungwana Kamure na wenzake kule bungeni, pesa zingine zimeongezwa. Kwa hivyo wananchi wa Mochongoi na wananchi wa Baringo Kusini kwa jumla msiwe na wasiwasi. Mjue ya kwamba mko na serikali ambayo inajali maslahi yenu. Mjue ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais Ruto inajali maslahi yenu kwa mambo ya maendeleo. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yetu siku ya leo. Na stima siku hizi sio jambo la starehe. Stima ni jambo la maana sana na ni haki ya kila mwananchi. Itawezesha wananchi waanzishe biashara mbalimbali, wamama, wakina vijana na wazee. Na isitoshe hata watoto hawa watakuwa na uwezo wa kusoma hata usiku bila wasiwasi. Ndio wawe na uwezo wa kushindana kamili na watoto wengine kutoka sehemu zingine za Kenya kwa mambo ya elimu. Kwa hivyo hiyo ndio hakikisho yetu kwenu siku ya leo kama serikali kuu. Na lazima nikimalizia, lazima nimshukuru Mheshimiwa Rais William Ruto kwa kufungua ukurasa mpya kwa mambo ya maendeleo na hasa kwa mambo ya uongozi wa nchi hii. Na ukasukuma ukasema kwa sababu Kenya yote wanakungojea kwa mambo ya stima, ukanieleza kwamba nitakupatia kidogo ili nikuongezee kila mwaka hivyo. Ile kidogo ulinipatia Waziri, nilikawa nikaweka ingine upande wa Mochongoi, ingine upande wa Chebinyinyi, Arabal, Mukutane, nikaweka ingine Marikat Ward, nikaweka ingine Elchamus Ward, na ndiposa leo Waziri tumepata hii stima. So nataka niseme pongezi Waziri kwa
kujali masilahi ya wakaaji wa Mochongoi. Na umesikia waziri au wakisema kwamba tangu wakuje hapa hawajawahi kupata stima. Na wamekuwa wakiniuliza tuko Kenya, kura yetu ni sawa na kila kura. Sasa leo watu wangu mumejua kwamba muko Kenya, mpaka kwa mara ya kwanza mumepokea waziri wa taifa la Kenya anayesimamia energy. Bwana waziri, nakushukuru sana. Tumeenda mpaka kwa nyumba hapo, ukahakisha stima kwa nyumba. Na ulisema kwamba utaki hata kuhakisha kwa shule ama kwa hii facilities ya serikali. Unataka kuhakisha kwa raia mwenyewe. Kwa sababu mambo ni potome, na sasa potome inaanzia nyumbani. Kwani watu nasaliwa wapi? Alafu watembee ama yuko nini kama ne? Waziri akasema nataka kwenda mpaka kwa nyumba. Na kwa hakika waziri tumeenda mpaka kwa nyumba. Na tukapata nyumba huko, tukapokewa, waziri amehakisha na akakaa hata kwa sofa set. Yaani kama anai kataji waziri. Orobo kinje bongeto kataji waziri rauna. Waziri, mimi nashukuru sana. Bwana waziri, hii yote kweli haijamalizika. Mashule hapa ni zaidi ya 30. Kama vile yule senior alisema, ambaye ni former commissioner. Hapa kunaye institutions ya serikali mingi. Zaidi ya 30 tumepata kuweka kidogo kidogo. Hatujamaliza. Nitaomba waziri, na nimekuja na proposal, najua nilete proposal of the entire Baringo South, na nikalete mpaka ofisi yako vile ulikuwa umenieleza, na ukaweza kupeana hiyo kazi, wale wakurugenzi wafanye hiyo kazi. Huyu waziri amejipanga na amepanga kazi vizuri, na najua tu ile changamoto unayo ni kwa sababu ya pesa. Tutasaidiana kuangalia kwamba ministry yako wapate pesa ya kutosha ili upate kutusaidia. Na kwa sababu umekanyanga hapa waziri, mimi nimefurahi sana. Umekuwa waziri wa kwanza na watu wangu wamefurahi, na tutaomba kwamba unaporudi utusaidie upande ile imepaki, kama vile yule mzee alisema. Mashule ile imepaki, ama public facility standards imepaki, manyumba ya watu ile imepaki, utatusaidia ili watu wangu by 2027 kila mtu atakuwa amepata stima na mambo itakuwa nywe. Waziri, ombi ingine kwa laini ya stima ambayo wenda mzee alisahau ni kwamba wakati waziri Chirichiri alikuwako katika ofisi hiyo, niliweza kuraise kwa parliament na nikaweza kuomba katika bunge la kitaifa wakati alikuja parliament, na nikaomba kwamba aturuhusu, atusaidie tuwe na mobile KPLC office ya Kenya Power kwa Kapel. Tukiwa na hiyo ofisi ya mobile itakuwa ni rahisi, ili kama kuna jambo atawasiliana na Laikivia, Nyandarua, Baringo. Tukiwa na shida au watu wangu hawataweza kucross Tuanata County kwa sababu ya shida ya stima. Hiyo ndio changamoto kubwa sana, na ningeomba tu waziri, ukiweza hiyo utupatie KPLC, yani Kenya Power, watuwekee ofisi kidogo tu ya watu wawili kama sio wengi hapo Kapel, ndio iangalie hii masilahi ya mambo ya stima. Nami kazi yangu itakuwa rahisi sana. At least kutakuwa na mahali naweza kuuliza. Bwana waziri, watu wangu wameomba kwamba hii ni scheme. Tuna changamoto la title. Nimeongea na waziri mwenzako kwa hiyo mambo ya title pamoja na PS ya land, na tumekubaliana PS wetu wa land atakuja hapa, na mambo yetu saa hii inaendelea vizuri ya title. Bwana CS, MB, DC, sisi sote tuweza kusimama, tukikaribisha Bwana CS na MB wetu, tuweza kukaribisha Bwana CS na MB wetu wa Baringo South.
wanakuja wanasalimiwa karibu sana, karibu, 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 karibu sana, karibu. Mheshimiwa Charles Cameron na wageni wote, niseme neno la karibu. Karibu hapa nyumbani, karibu wana Reverend. Basi mbele ya maombi, hapa ni Kimoriat location, Mochongo division, ili niweze kupeana program wa our ACC. So ninaomba ili hapa wamekaa bila kukuwa na sitima, na leo ni baraka tele sana waziri kufikia hapa. Asante sana CS na mheshimiwa, nafikiri kijana amepata nafasi, na tunashukuru sana kwa kushukuru waziri kwa kufika leo hapa na sana kwa kuja kusaidia na kutuletea Honorable Cameron. Lazima mkueleza mengi, lakini ni settlement scheme ambaye nataka nichukue nafasi hii wana waziri kukaribisha Baringo South. Karibu waziri. La pili, nataka nikuongeze sana. Kwanza kabisa ningetaka kuchukua nafasi hii kuwashukuru
Ndio hivi ndio